Televisheni ya serikali ya Korea Kaskazini imeripoti madai ya kwamba waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameuawa pamoja na kaka yake Ido na majenerali 6 wa ngazi za juu wa taifa hilo. Madai haya ya kushangaza kutoka Pyongyang yanaonekana kuwa sehemu ya operesheni ya kisaikolojia inayozidi kuimarika iliyolenga kusababisha mgawanyiko na mkanganyiko miongoni mwa umma wa Israeli na jamii ya kimataifa. Ripoti inakuja wakati wa kuongezeka kwa taarifa za uongo kuhusu usalama wa viongozi wa Israeli, ambapo vyombo vya habari vya serikali mbalimbali vya eneo hilo mara kwa mara hueneza madai yasiyothibitisha ya mauaji. Licha ya ripoti za kushangaza, kuna ushahidi wa kuaminika uliowasilishwa ili kuthibitisha madai hayo, na waziri mkuu ameendelea kuonekana katika matangazo rasmi kutoka ofisi yake huko Yerusalem. Wataalamu wanaona kwamba Pyongyang kwa muda mrefu imetumia vyombo vyake vya habari vya serikali kuimarisha masimulizi dhidi ya Magharibi, mara nyingi ikilinganisha propaganda dhidi ya Marekani na Israeli. Ofisi ya waziri mkuu imekataa madai hayo na kusema kwamba hizo ni hadithi za uongo na vita vya kisaikolojia vinavyolenga kudhoofisha morali ya taifa la Israeli. Usalama karibu na waziri mkuu na baraza lake la mawaziri bado huko katika kiwango cha juu zaidi.